Karibu kwenye mwendelezo wa uchambuzi wa taarifa mbalimbali zenye kutatanisha ulimwenguni. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa mashirika mbalimbali ya kijasusi yaliyoandaa ripoti za siri na ripoti zilizoachiwa hadharani. Sisi tunachokifanya, tunachanganya taarifa hizi na kuziweka pamoja na kuzifanyia uchambuzi wetu sisi. Maana sio kila taarifa itafaa kuletwa kwako wewe mtazamaji wa kipindi cha Maelezo au wa Dar24 Media. Sisi tunachokifanya, tunakaa chini, tunaangalia vile vitu ambavyo wewe vitakufaa kwa level yako ya uvumilivu na utazamaji na usikilizaji. Karibu sana. Hii ni episodi ya kwanza ya Maelezo iliyobeba hadithi yenye utata na iliyojaa utata kweli, kwa sababu ni miaka 10 sasa. Tarehe 8 Machi mwaka 2024 imetimia miaka 10 tangu kisa hichi kutokea. Bila majibu mpaka hivi sasa, mashirika yote unayoyafahamu ya kijasusi, wapelelezi binafsi wa kujitegemea wa serikali wamealikwa kufanya utafiti na kuleta majibu ya kitu hichi, lakini mpaka hivi sasa ninapozungumza nikiwa mitamboni, hakuna majawabu ya moja kwa moja. Ni kitu gani hicho? Dunia imefunikwa na wingu zito ambalo linaficha mambo mengi ambayo mimi na wewe hatuwezi kuyafahamu, lakini wako watu wachache wanaweza kuyafahamu. Mimi naitwa Dupa Mdupange na huu ni utambulisho mfupi tu wa safari ngumu ya leo tutakayokwenda kuizungumza. Kama tulivyokwisha kuzungumza, kisa hiki ni kisa mpaka leo ambacho hakina majawabu. Leo tutazungumza kwa undani moja mpaka mwisho, na kipindi hiki usipitwe kila siku ya Jumapili saa 5 mwendelezo wake, kwa sababu kuna habari nyingi za kutatanisha kupitia tafiti wa taarifa hizi. Wako watu waliopotea bila kujulikana, waliotaka kutoa majawabu haya ambayo tunayazungumza. Wako watu waliopigwa risasi, lakini wako watu ambao hawafahamiki wako wapi. Sisi tunaweka ukomo katika kuyajadili haya, lakini tu angalizo, ninachokizungumza hapa hakihusiani na mtazamo wangu wa moja kwa moja. Mimi kama Dupa au kama kituo cha Dar24 Media hakihusiani. Tunachokizungumza hapa ni uchambuzi wa taarifa zilizopo duniani kuhusiana na tukio husika. Tutoe pole na tuombe kwa wote waliotangulia mbele za haki. Zaidi ya watu 600 au 900 katika matukio haya, ukijumlisha kwa hesabu za haraka zisizo rasmi, wamehusika. Leo hii tutajadili upotevu wa ndege ya Malaysia flight 370 MH. Ndege hii iliyopotea mnamo tarehe 8 Machi mwaka 2014 ikiwa nafanya safari kutoka katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur International Airport ikiruka kuelekea Beijing, China, ikiwa na abiria zaidi ya 200 wakifanya safari, na kisa hichi kimepewa jina duniani kwamba Good Night Malaysian Flight 370. Kwa nini imeitwa hivyo? Imeitwa hivyo kwa sababu hilo ndo neno la mwisho la rubani wakati alipokuwa angani juu, akiwa anakaribia kumaliza mpaka wa nchi ya Malaysia, akiwa anakaribia kuingiza ndege katika nchi ya Vietnam. Akiwa angani kwenye rada, aliomba mawasiliano kutoka Malaysia wamuunganishe kwenye radio transmission, wamuunganishe na kituo cha kuongozea ndege cha Vietnam kinachofahamika kama Ho Chi Minh. Wakati wanamuunganisha, rubani wa Malaysian Flight 370, hii ikiwa ni Boeing 777, alisema kwamba usiku mwema Malaysia 370. 0 contact Ho Chi Minh 120.9. Hii ilikuwa neno la mwisho kupatikana katika vifaa maalum vya kurekodia safari za ndege. Hakuwahi onekana tena, na wala hawakuwahi patikana tena abiria wala ndege wala mabaki yake. Ni miaka 10 sasa. Watu wakajiuliza maswali, yawezekanaje mtu aliyepewa dhamana kurusha hii ndege kuongea neno la mwisho akiwa katika hali ya comfortability? Hapa kwa nini nimesema comfortability? Comfortable nitakuja kutafsiria vizuri mbele, lakini kilichotokea ni kwamba inawezekanaje ndege ya kisasa kama Boeing 777 kupotea kwenye mifumo ya uongozaji wa ndege duniani, kwa maana ya rada na mifumo mizima ya navigation system ya kusafiri kutoka pointi moja pointi nyingine katika dunia? Inapoteaje ndege ikiwa ina mambo yote ma GPS na mifumo mbalimbali ya kuitrack?
miaka 10 isionekane. Watu wakasema ndege hii ilidondoka, wengine wakasema ndege hii ilitua maeneo ya kusini katika bahari ya Hindi, wengine wakasema ndege hii ilionekana katika visiwa vya Maldives mashariki mwa bara la Asia, wengine wakatoa dhana nyingi. Sasa kabla tujaendelea na dhana hizi na muktadha mzima, tutakwenda taratibu kwenye kisa hichi, maana kinachanganya kweli kweli. Sasa basi tutatazama vitu mbalimbali, na nikutahadharishe, nitakuwa natumia maneno baadhi technical words, yani maneno fulani au technical terms, maneno ya kitaalamu katika field hii ya aviation au ya usafirishaji wa anga. Sasa basi kisa chetu kinaanza mwaka 2014. Ulikuwa mwaka mbaya sana kwa shirika la ndege la Malaysia, Malaysia Airlines. Hawa jamaa walipitia mapigo makubwa matatu. Walipoteza ndege yao ya Boeing 370, walipoteza ndege yao ya MH17. Ndege hii ilipigwa na kombora mashariki mwa anga, katika anga la Ukraine, wakati Urusi na Ukraine wameingia kwenye mgogoro. Hii ndege ya Boeing 777 ikapigwa na kombora ikiwa katika anga la Ukraine, kilomita 40 tu mpakani mwa Urusi, na ikaua watu wote 298 on board. Mwaka 2014 kama nilivyosema, shirika la Malaysia Airlines lilipata mapigo makubwa sana. Lilipoteza ndege yake ya mwezi wa 3, ilipoteza ndege yake ya MH370 Boeing 777. Mwezi wa 7 ikapoteza ndege yake ya MH17. Hii nayo ni Boeing, ilipigwa na kombora katika anga la Ukraine na kuua watu zaidi ya 290 mashariki mwa Ukraine pale. Wakati haijakaa sawa, mwezi wa 12 tarehe 28, Malaysia ilipoteza ndege nyingine ya Indonesian Air Asia flight number 8501 katika maeneo ya Karimata Strait katika Java Sea, na yenyewe iliua zaidi ya abiria 200 point something, hii ikiwa ni Airbus A320-216. Kwa hivyo unaweza kaona shirika namna gani lilipata mapigo. Sasa watu wakajiuliza, mlolongo huu na matukio haya, nini kiko nyuma yake? Anyway, mwaka 2014 mapema sana, kati ya miezi ya mwanzoni kabisa, mwezi wa kwanza na wa pili, katika mtandao wa kijamii, hapa naanza kukupa kisa cha utata, na episodi hii tutaita utata kwa sababu mapema mnamo mwaka 2014 kama nilivyokuambia, kati ya mwezi wa kwanza wa pili mpaka wa 3 na kuendelea, nchini China, katika mtandao wa kijamii uliofahamika kama Tianya, watu wengi wanafahamu ambao wamesafiri kuelekea China au wameishi China. Huu mtandao ulikuwa una nguvu sana katika taifa la China. Ilikuwa ni forum fulani, jukwaa ambalo ni kama watu wanaweka mada mbalimbali, yani kwa lugha rahisi. Mfano Tanzania unaposema Jamii Forum, umeona Jamii Forum ilivyokuwa na nguvu wakati ule, wakati fulani very strong. Kitu kikitokea au kikiandikwa au kikisemwa pale, basi watu walikuwa wanaamini kwamba ndio kitu ambacho kipo. Sasa huu mtandao wa Tianya kule China ulikuwa una nguvu sana. Hili jukwaa lilikuwa likitumika na watu mbalimbali ambao walikuwa wanaficha utambulisho zao, identity. Yani mtu anaweza akajiita mle labda Jokeli, lakini unakuta huyu mtu kumbe ni mtu mkubwa sana kwenye idara ya usalama pale China, au yupo katika wizara fulani nini, yani watu wazito, watu ambao wanatokea kwenye sehemu zinatengeneza maamuzi katika hiyo nchi. Sasa alitokea mtu mmoja ambaye alizua taharuki sana kwenye hiyo forum au hiyo mtandao wa Tianya. Huyu mtu alikuwa anajiita Landlord. Jina lake, username yake kwenye huo mtandao alikuwa anajiita Landlord. Mapema Landlord alikuwa akiposti, akaanza kusema kwamba anawaonya watu wote wenye asili ya China, wenye asili ya Uchina, wasipande ndege za Malaysia kwa mwaka 2014. Huyu mtu wa Landlord alikuwa na posti tu kwamba jamani, msipande ndege za Malaysian, shirika la Malaysia, kwa sababu kuna mpango kabambe wa kufanyika tukio baya katika hizi ndege. Sasa unajua tukio kabla lijatokea, unaweza ukaona huyu amechanganyikiwa, huyu anatafuta, huyu tunaita kutafuta kiki. Kwa hiyo watu wengi walimuona yule jamaa ni kama
mtu fulani tu anataka sifa, amechanganyikiwa na nini. Wakati anaendelea na hivyo vitu, tarehe 8 Machi ndo ndege ya Malaysia inapotea. Watu wakashtuka, jamaa mbona kama aliposti alisema, yani yule mtu huyo landlord. Lakini haikuwa sana issue kubwa. Malaysia imepotea hiyo flight 370. Baada ya pale jamaa akaanza kuposti tena. Hakukoma huyo jamaa. Aliposti tena posti zake kati ya mwezi wa 7, kati ya tarehe 15, tarehe 16 katika mtandao wa Tianya, akisisitiza, jamani, msipande ndege za Malaysia, kuna mpango kabambe unafanyika. Na huu mpango unafanywa na watu wanaitwa Black Hand. Yeye aliwapa jina la Black Hand. Black Hand manake kuna lugha nyingi hapo ukitazama kiundani. Unaweza kaona Black Hand kwa tafsiri kama labda mkono mweusi, lakini katika lugha, yani tukisema connotation ya hichi kitu au maana zake kwa undani, huyu jamaa alikuwa anamaanisha Black Hand ni kama system, mfumo, either ni kikundi cha watu, taasisi, shirika au nchi fulani ambayo imedhamiria kuendesha operation fulani ya siri kupitia ndege za Malaysia Airline. Kwa tafsiri sasa ukija ukiangalia hicho alichokuwa yeye anakisema. Kwa hivyo huyu mtu sasa, landlord ambaye kwa jina landlord, akaposti tarehe 15, akaposti tarehe ngapi? Tarehe 15, akaposti tarehe 16, tarehe 17 hii ndege ya Malaysia Airline ikiwa inatoka Netherlands, Uholanzi, inaelekea Kuala Lumpur, Malaysia, ikiruka kupitia ruti ya kupita mashariki mwa Ukraine na kutokomea. Ndege hii ilikuja mpaka ukanda wa Ukraine. Wakati ule ndo una machafuko. 2014 kuna waasi pale wanafanya mapigano pale. Ndege ile ilipofika katika anga la Ukraine, au marubani wakiwa kwenye cockpit, kwenye kile kichwa cha marubani pale mbele, wakafanya mawasiliano, radio transmission, na waongoza ndege hapo chini, air traffic control. Wakawambia, air traffic control ni kituo, ni ground station, ni kituo cha ardhini ambacho kinatumika kufanya uongozaji na kuratibu safari za ndege. Wanazitazama na kuziongoza. Sasa hichi kitu kipo katika nchi zote na katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano hapa kwetu tuna air traffic control hapo na vitu vingine. Kwa kadri tutakapokuwa tunaendelea na hii makala, kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo tutakao tunaambiana ili kueleweshana. Kwa nikisema air traffic control, ndo kama unavyoonaga rubani anakuwa anaongea na watu, yani over nini, wanampa frequency bana, nenda katika altitude, nenda katika height fulani, kimo fulani, ruka futi fulani nini, au ndo watu wa air traffic control. Kwa hiyo wale watu walivyoongea na hiyo ndege ya Malaysia flight number 17, wakaiambia kwamba ikae kwenye altitude fulani. Altitude ni umbali kutoka usawa wa bahari ndege inapokuwa imeruka juu, tunaposema tuko futi 35 au futi ngapi au futi ngapi. Kwa hivyo wale jamaa walipopewa zile altitude za kukaa, muda mfupi baadaye ndege ikapotea kwenye rada. Sasa baadaye ikaja kufahamika kwamba ndege ile ilipigwa na kombora kutoka ardhini na iliua watu wote waliokuwepo ndani. Sasa ikawa issue ya pili. Malaysia ilianza kupoteza, nimekwambia ile ndege ya 370, hii ni ndege ya MH17. Sasa pale ndo watu wakazinduka, wakajiuliza maswali ya kwamba huyu landlord ni nani? Watu ndo wakazinduka, jamaa kumbe alikuwa anatuambia kweli, maana alisema siku zilipofika ndege zikapotea kweli. Kwa hiyo watu wakasema huyu mtu anajuaje haya mambo na ni nani? Kwa hiyo pale sasa kukaa kumeibuka tafurani kubwa katika China yote, katika Malaysia yote, na katika maeneo mengine kama Singapore na maeneo mengine Uholanzi. Watu wakataka kujua kwamba huyu landlord ni nani. Huyu landlord hakuishia hapo. Huyu landlord aliongea vitu vingi
Yani sasa baadaye watu wakawa wanamuamini sana. Sasa kabla tujaenda katika tukio ambalo la tatu, ndege ya tatu hapa na highlight, it's all about episode 1. Tuko episode 1 tu, bado tunaongea dhana za hizi ndege za Malaysia kupotea na mtu kutokea kwamba aliongea kabla hazijapotea. Ndio tunachokuzungumza hapa. Lakini tutakwenda kwenye aina ya pili, siku ya safari ya Malaysia mpaka mwanzo wa safari, aina ya ndege, specification, jinsi gani walifanya mawasiliano, tutakwenda mbele, yani kadri tunapokwenda. Kwa hivyo watu kawa wanasema huyu landlord ni nani? Mashirika ya kijasusi ya China, Uholanzi, Singapore na sehemu zingine yakaanza kumtazama huyu mtu na kumfuatilia kwamba huyu ni nani na kwa nini amejua hivi vitu, amevijuaje, wakataka kufahamu vizuri. Watu wakawa wanajiuliza, jamaa alikuwa anasema kuna watu wa black hand au black hand ndio wanaoperate hizi ndege kufanya hivi au wenye mpango huu, ni kina nani? Watu wakajiuliza maswali mengi. Tukitoka hapo, jamaa akaja tena akaposti kwamba jamani, naomba msipande ndege za Indonesia, shirika la Indonesia, Indonesia Air Asia. Akawakanya watu. Yeye alikuwa anaposti tu kama masiara. Jamani, msipande. Watu sasa wengine wakaanza kuamini kwa sababu jamaa kashaongea matukio mawili makubwa na kweli yametokea. Na hii anasema tena. Akasema jamani, msipande ndege za Indonesia mwaka mzima huu 2014. Yaani usipande. Tarehe 28 mwezi Desemba mwaka 2014. Mwaka huo miezi michache tu tangu ipigwe ile ndege ya flight 17 pale Ukraine. Ndege ya Air Asia, Indonesian Air Asia. Hiyo ni flight number 8501. Ndege hii ikiwa ni aina ya Airbus A320-216 yenye usajili wa PK-AXC, ikisajiliwa kama registration yake, ikiwa utambulisho wake ukiwa kama Wagon Air. Ndege hii ikiwa inaruka kutoka Indonesia, sawa bwana, inaelekea Singapore, ikiwa inanyanyuka kutoka katika kiwanja cha Juanda International Airport, kimoja kati ya kiwanja kikubwa sana Indonesia. Ni kiwanja kikubwa zaidi ya miongo 3-4 kina operate pale, ni kiwanja kikubwa. Ndege kinyanyuka pale ikiwa na abiria 155 na wafanyakazi 7, watu 162 hapo. Ndege inaruka destination Singapore katika uwanja wa Changi International Airport ambao nao ulizinduliwa mwaka 1981. Hii ndege kwenye uongozaji akiwa Captain Irianto mwenye umri wa miaka 53, mwenyeji wa Indonesia utaifa wake, lakini first officer kiti namba 2 pembeni hapa kulia kwenye ndege amekaa mtu anaitwa Remy Emmanuel. Huyu ni Mfaransa. Hawa watu, Captain Irianto huyu ndo alikuwa na mandate ya hii ndege, mkuu wa msafara. Ana uzoefu kwenye field ya aviation, katika mambo ya urubani ni mzoefu, alimaliza chuo au masomo mwaka 1983. Sasa basi, nini kitatokea katika hii series ya matukio ya kutisha ya kupotea kwa ndege za Malaysia Airlines kwa mwaka 2014? Ni mpango gani uliogundulika? Nini kilisababisha ndege zao zipotee kwenye rada? Lakini kadri tutakavyokwenda tutakuja kuangalia mifumo ya rada. Rada, ukisikia rada, bwana ndege imenasa kwenye rada, imeonekana kwenye rada. Tutatazama rada kuna aina kuu ngapi za rada. Kuna rada ambazo zinatumika na raia, yani civilian airlines, ndege za abiria, ndege binafsi, ndege nini, yani kuna mifumo yao. Lakini pia kuna mifumo ya kijeshi katika kudetect hivi vitu. Tutakuja tutatazama katika episode inayofuata. Usikose kuungana na mimi katika sehemu ya pili ili tuweze kuangalia basi hii ndege ilifanywa nini, hii ndege ya Indonesian Air Asia flight F8501 ikiwa inaruka kutoka Indonesia katika jiji linaloitwa Surabaya. Hii jiji linaitwa Surabaya, linapatikana East Java katika jimbo la Java. Tuje tuendelee kwamba ilikuwaje. Mimi naitwa Dupa Mdupange, behind the camera anaitwa Kobaisa, lakini kwenye soundi anapatikana Kabigi kama engineer. Karibu sana, mimi ni Dupa Mdupange. Hizi ni makala zenye habari za kweli na zilizojaa utata. Karibu sana kwenye makala za maelezo. Kila siku Jumapili saa 5 kamili, Dar24 Media. Ni cheki Instagram kama Dupa Mdupange.
Interview nani? Na sauti yakiwa mengi unajua anachanganya. Ndio maana nasema mimi napenda yani format. Okay. Kama mtu hajakopi ni uzembe. Hii ipo toka wiki iliyopita. Project unakiwa unanyonya. Toka wiki iliyopita. Hiyo Zoom haijatumika. Kabidi ana format kama nakaanga mayai. Ya, tuko vizuri eh. Oh, fresh. Bwana kweli ina load. Kuna neno mlizungumza hapa nitakwambia baadaye. Naam. Ndio mweza kwanza kipindi cha maelezo. Niambie. Nitakwambia sasa ukiniambia vile unatoa kwenye mbona kabisa. Unajua mimi makaratasi yangu yako kichwani. Kwa hiyo ukinihamisha unajua maisha. Mimi nipo tayari. Kwa hiyo kamera yangu main iko wapi? Hii hapa. Hii ndio okay. Umeshaiweka katika leli. Yaani hiyo baba imekaa safi. Napendaga sana. Nihesabilie basi Kabigi. Okay. Stand by and action. Kamera akiwa Emmanuel Paul Baisa, lakini kwenye sound akiwa Kabigi, KBG. Hivi ni kweli? Ni KBG Kabigi. Ni sawa tu. Mimi nataka KBG, unajua lile lina mamlaka, ukitaja KGB ni kama mtu fulani na mamlaka katika Afrika. Hilo jina kaka ukienda kwenye sehemu za mikopo ukopeshwi. Ukisema KBG watu huyu arudishe. Tunaendelea Sawa. Maneno ya kitaalama ya Mungu wangu. Kitaalama. Wewe. Tuko vizuri kakangu Sawa, mbona kimodi kabisa. No problema. Hey habibi, no problema. Naweza kaingia simu ya muhimu kakosa dili, usizime. Just nasema dupa ndo chance. Ya, dupa ameniharibia riziki. Au nafikiri dupa kasoba?